Karibu ndugu mtazamaji wa TBC1 katika kipindi cha Tanzania Mpya, kipindi ambacho dhima yake ni kukuelimisha wewe ndugu mtazamaji, hususan mzalendo wa taifa hili juu ya dhana pana ya uzalendo. Kipindi cha leo kinaruka moja kwa moja kutoka jijini Dodoma, makao makuu ya Wizara ya Afya, hapa katika eneo la Area D katika jiji la Dodoma. Lakini kipindi hiki ni mfululizo wa vipindi kadhaa ambavyo vinalenga kuelimisha ndugu mtazamaji, lakini pia kukuarifu Mtanzania juu ya uzalendo ambao unachipuka na kukomaa katika Wizara ya Afya kutokana na usimamizi bora wa rasilimali fedha pamoja na rasilimali watu. Kama unavyofahamu, toka serikali ya awamu ya 5 imeingia madarakani, kwa hakika kumekuwa kunatengwa fedha nyingi sana kwa ajili ya kujenga hospitali mpya, kwa ajili ya kujenga vituo vya afya vipya na kwa ajili ya kujenga zahanati. Leo hii kipindi hiki kinakwenda kujikita moja kwa moja katika mahojiano na mtu ambaye kwa hakika ndiye mwenye dhamana ya kusimamia fedha hizi zinazokwenda katika ujenzi. Huyu ni mhandisi mkuu wa Wizara ya Afya ambaye anaongoza kitengo kinachohusika na majengo pamoja na uhandisi. Mhandisi Francis Mbuya, habari za leo? Salama baba. Zima kabisa. Salama. Unafahamu kwamba umepewa majukumu mazito sana katika wizara hii kusimamia rasilimali fedha inayokwenda kujenga majengo ya hospitali na vituo vya afya nchi nzima? Nafahamu na naelewa kwamba wajibu huo mkuu ambao nimepewa ni dhamana ambayo serikali imeniona kwamba naweza nikaifanya, na kwa kweli najituma na kuhakikisha kwamba fedha yote inayotolewa inakwenda na kuelekezwa mahali panapopaswa kuelekezwa, na matokeo yanayotakiwa kuonekana yaonekane pasipokuwa na upinzani wala aina yoyote ya kiburi. Thamani ya fedha ikaonekane katika majengo haya. Na vema, basi tuanze kipindi chetu moja kwa moja. Swali langu la kwanza, hebu wajaribu kutembea na watazamaji hiki kitengo kinachohusika na uhandisi wa majengo katika Wizara ya Afya, muundo wake ukoje? Majukumu yenu ni nini? Nini hasa jukumu lake katika kuona kwamba wizara inapata majengo thabiti, majengo ambayo yanaakisi thamani ya fedha ambayo inatolewa na serikali kuu? nashukuru sana mtangazaji. Cha kwanza lazima tuelewe neno moja kwamba popote palipo na majukumu kuna wajibu. Na kama Wizara ya Afya kwa namna yoyote ile tuna wajibu kama wizara wa kufanya majukumu yetu ambayo yamelenga katika kuandaa miongozo, kuandaa sera, pia kusimamia utekelezaji wa hiyo miongozo na hizo sera katika maeneo mbalimbali. Lakini hususan katika uhandisi sisi tunashughulika na miundombinu ya kutolea huduma za afya. Sasa zimegawanyika katika makundi mawili. Kwanza kuna ngazi ya utekelezaji wa hiyo miongozo ambayo imekasimishwa kwa TAMISEMI, ofisi ya Rais TAMISEMI. Lakini pia haikuishia hapo. Sisi kama wizara tumeanzia ngazi ya hospitali za rufaa za mikoa kwenda juu. Ina maana kwenda kwenye hospitali maalum, hospitali za kanda, hospitali za taifa, hospitali za vyuo. Hizo zote ziko chini ya Wizara ya Afya. Na pia napenda kutoa shukrani zangu za dhati hususan kwa katibu mkuu na waziri wetu, katibu mkuu Dr. Zainab Chaula, lakini pia na waziri wetu Mama Umi Mwalimu. Kwa nini natoa shukrani hizi? Ni kwa sababu kwa pamoja wamechangia kwa sehemu kubwa sana kuimarisha utendaji wetu wa kazi kama wahandisi. Wamehusisha vipi? Ni kwamba katika utekelezaji wa majukumu kuna changamoto nyingi sana. Lakini changamoto ya kwanza kubwa ni kwenye upande wa watumishi. Kwa sababu haiwezekani ukapata matokeo pasipokuwa na mtu ambaye anatafsiri kile ambacho kinatakiwa kufanyika kije kwenye uhalisia. Lakini kwa nguvu zao pamoja na uongozi mzima wa wizara wameliona hivi. Tulipoleta maombi ya kupatiwa watumishi, hawa tukupewa wote, lakini hawa tuliopewa tumeweza kufanya jambo fulani na muundo wetu umekaja. Kwa sasa kama wizara wa level yetu, pamoja na kushughulika na mambo na ngazi za chini za vituo vya kutolea huduma za afya, yani hospitali za wilaya kupitia TAMISEMI, ushirikiano wa sisi na TAMISEMI, wahandisi wa TAMISEMI, lakini sisi kwa upande wa wizara tuko timu yetu ina wahandisi 7. Simamizi wahandisi yani wataalamu 7. Tukiwa na architects 2, tukiwa na quantity surveyors 2, lakini pia tuna wahandisi sanifu, civil engineers 2. Kwa hiyo kijumlisha na mimi tunakuwa 7. Sababu kuna wakati sasa natoka katika wajibu wangu kama kiongozi kwenye management, narudi katika utendaji wangu wa kitaalamu kama mhandisi. Kwa hiyo unaweza kuona setup nzima tuna watendaji hao 7, lakini tuna uwezo wa kufika Tanzania nzima. Kwa vipi?
kwa ushirikiano tulionao na TAMISEMI, kwa ushirikiano tulionao na maeneo na wataalamu wengine ambao katika mikoa, mainjinia walioko mikoani, walioko wilayani, tunashirikiana kwa pamoja. Kwa hiyo kidogo kazi yetu inakuwa nyepesi, pamoja na kuwa ni wachache, lakini tunatekeleza majukumu yetu kwa kiwango ambacho kwa kweli. Uamuzi huo katika mkutano mkuu wa 16 wa chama umefanikiwa. Makao makuu ya chama na serikali kuhamia Dodoma, jambo la busara. Kwa kuamua jambo la kudumu, halmashauri kuu ya taifa ipongezwe. Makao makuu kuhamia Dodoma, kuhamisha makao kuhamisha watu wala sio majengo kutokana na uamuzi huo. Madhumuni na matokeo yake ni kuharakisha maendeleo ya nchi nzima. Mikoani twaushangilia uamuzi, kwani ni faida yetu kwa siku zijazo. Makao makuu kuhamia Dodoma. Kabla sijaenda katika kuangalia hali ilikuwaje wakati kitengo hiki ulikuwa kiongozi wewe, kilikuwepo huko nyuma, na kama unavyosema baada ya kuingia kabidi ulete maombi sasa ya kupatiwa wafanyakazi zaidi, na umepatiwa. Lakini kabla sijafika huko, nataka twende haraka haraka hapa. Hivi karibuni umekuwa ni moja kati ya viongozi wa ngazi za juu wa Wizara ya Afya walioambatana na katibu mkuu katika wizara hii Mheshimiwa Dr. Zanab Chaula katika ziara ya mikoa 5 ya kanda ya Ziwa. Ziara hii ilianzia katika jiji la Mwanza, ikaenda katika Geita, ikaenda Mara, ikaja Simiyu na ikamalizikia Shinyanga. Hapo katika mikoa hii yote kuna miradi mikubwa ya ujenzi wa hospitali za rufaa za mikoa. Kwa nafasi yako, ulichokiona kule, je, kinaakisi fedha zilizotengwa kwa ajili ya miradi hii? Kinaakisi dhima ya serikali kuu katika kuona kwamba haya majengo, hizi miundombinu kwa hakika inakwenda kuwa bora na kutekeleza yale malengo yaliyokusudiwa? Na mtafadhali, kimsingi fedha inayotolewa, wajibu wangu wa kwanza ni kuhakikisha kwamba inaelekezwa pale ambapo inatakiwa kufanya kazi. Na ikishaelekezwa pale inapotakiwa kufanya kazi, wajibu wa pili ni kuhakikisha kwamba naisimamia kwa kiwango ambacho haitawezekana kutokutoa thamani inayotakiwa. Na hilo ndilo ambalo tumesimama nalo, na naweza nikathibitisha kwamba mpaka sasa kulingana na hali halisi inayoendelea kwenye zile hospitali, nadhani mtangazaji mlipita mkaona na nyinyi mkashuhudia nini kinaendelea, thamani yake bado iko kwa kiwango kinachostahili, na tunaendelea kuboresha zaidi kwa kuhakikisha tunahakikisha kupata kitu chenye ubora kwa gharama ambayo ikiwezekana iwe ambayo ni ya kiwango cha kawaida kabisa bila kuongeza. Katika hospitali tulizotembelea tumepambana na, naweza kusema tumekumbana na jambo la kihistoria sana, lakini jambo ambalo pia limethibitisha Wizara ya Afya inayoongozwa na wazalendo wawili mahiri sana. Kwanza Mheshimiwa Waziri Ummy Mwalimu ambaye kwa hakika uzalendo wake hautii shaka, lakini pia mtendaji mkuu wa wizara Dr. Zanab Chaula ambaye kwa hakika naye amekuwa mstari wa mbele kuthibitisha uzalendo alionao katika nafsi yake. Ni hospitali ya kumbukumbu ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kule Musoma, ambayo ina historia kwanza 1975 wakati shirika la taifa la michoro pamoja na uhandisi NEDICO lipoweza kutengeneza ile michoro, na 80 ujenzi ukaanza, lakini ukasuasua. Hebu ambie watazamaji ni aina gani ya dhima na uzalendo ambayo iliwafanya mpaka mkaweza kufufua umradi na sasa unatekelezwa kwa kasi ya kipekee? Nashukuru mtangazaji. Nakumbuka ni mwaka jana mwezi wa 7 ama mwezi wa 6 tulikuwa tumefanya conditional survey ya hospitali zote za rufaa za mikoa nchini. Tulipofika pale Kwangwa, pale Mara, kwa kweli ilinisikitisha sana kuona kwamba kweli hela kubwa imeingizwa hapa, kwa kweli nguvu kubwa imeingizwa hapa, lakini bado hatujafikia kwenye kiwango cha mwisho cha matokeo. Baada ya kuona hali hiyo, nilirudi katika taarifa yangu, kile kitabu nilichoandaa cha kuonyesha kwamba matokeo ya yale conditional survey, nilishare na wenzangu hapo wizarani. Nikaambia kwa kweli tunahitaji sasa kuamsha huu mradi na kuhakikisha kwamba uongozi wa juu wa nchi unafahamu sasa na kuona uzito na umuhimu wa hili jambo, kwa sababu ni hospitali kubwa ambayo imejitosheleza katika kila idara na iko ndani ya jengo moja ambalo limegawanyika katika wings 3 A, B, C. Kwa hiyo kama unavyoona, tulipata historia kwamba mwaka 1975 ndio ulianza usanifu wa elevator.
lakini ilikwenda mpaka mwaka 1980 ndio usanifu ukakamilika, ndipo ujenzi ukaanza. Lakini ulianza kidogo kidogo kwa kusuasua, ukaja ukasimama kabisa. Baada ya kusimama, cha kusikitisha ni kwamba hakuna tena efforts iliyowekwa pale katika kuhakikisha kwamba ile lengo ambalo limekusudiwa kwa ajili ya kuhudumia wananchi wa mkoa wa Mara na mikoa ya pembezoni unathibitika na kuzingatiwa. Katika hali hiyo, kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alisikia, akapokea, akafungua jicho lake, akaona, na uongozi mzima wa nchi ukatambua kwamba kweli pale kuna kitu cha ziada ambacho kinatakiwa kufanyika ili tuweze kutoa ile jengo. Tukaendelea na nguvu hizo kupitia wizara, kupitia uongozi wa katibu wetu mkuu Mama Chaula, Dr. Chaula, na hatimaye kwa juhudi pia za ushirikiano wa Wizara ya Fedha wakaridhia kutoa fedha za kuanza ule ujenzi kiasi cha shilingi bilioni 4.25 ambazo tayari zimeshatolewa kama malipo ya awali na mkandarasi amepatikana. Lakini tulifikiaje kwa mkandarasi? Kufikia kwa mkandarasi, kwanza trace back michoro pamoja na nyaraka zinazohusiana na ule mradi. Tukatazama, tukaona kwamba hapana, bado havijajitosheleza. Sisi kama waandishi wa hospitali wizara tukaona kwamba kuna mapungufu. Tukarudisha wizarani, tukashare na wenzetu wa idara nyingine, tukagundua kwamba kweli kuna mapungufu. Na kwa usimamizi mzuri wa Dr. Chaula tukasema sasa tuunde timu ambayo itakaa kwa nguvu ya kufanya kazi usiku na mchana, kuweza kukamwa hapo na nyaraka ambazo zitawezesha kufanya ule ujenzi uendelee na ukamilishwe kama ambavyo unafanya. Nakumbuka tulikaa Morogoro kwa muda wa siku 18 na timu ambayo tuliunda ilikuwa na wataalamu kutoka Wizara ya Afya, wahandisi pamoja na madaktari, lakini pia tulikuwa na wahandisi na wataalamu kutoka National Housing, shirika la nyumba la taifa. Kwa hiyo kwa muda wa siku hizo 18 tulikuwa tukifuatiliana usiku na mchana, na especially katibu mkuu wetu Mama Dr. Chaula alikuwa mstari wa mbele sana kuhakikisha kila siku anapata taarifa tumefikia nini, tuko wapi na tunategemea lini kukamilisha hii kazi. Kwa kweli tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake mkuu, tuliweza kukamilisha mpaka siku ya 18 tuliweza kuwa na nyaraka zote za kuanzia ujenzi, na nyingine tukawa sasa tunaendelea kuziweka sawa taratibu kwa kadri ujenzi unaendelea, na kama mlivyoona jengo sasa linaendelea. Uamuzi huo katika mkutano mkuu wa 16 wa chama umefanikiwa. Makao makuu ya chama na serikali kuhamia Dodoma, jambo la busara. Kwa kuamua jambo la kudumu, halmashauri kuu ya taifa ipongezwe. Makao makuu kuhamia Dodoma, kuhamisha makao, kuhamisha watu wala sio majengo kutokana na uamuzi huo. Madhumuni na matokeo yake ni kuharakisha maendeleo ya nchi nzima. Mikoani twaushangilia uamuzi, kwani ni faida yetu kwa siku zijazo. Makao makuu kuhamia Dodoma. Mtazamaji wa TBC1, mhandisi hapa Francis Mbuya alikuwa na kupitisha katika historia ya kutisha ya hospitali ya kumbukumbu ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage pale Musoma. Kwa hakika hospitali hii imeanza toka 1975, lakini ukiangalia kasi ya ujenzi wa hospitali mara baada ya serikali ya awamu ya 5 kuingia madarakani ikiongozwa na mzalendo nambari 1 Rais John Pombe Magufuli imebadilika kabisa. Hii inathibitisha kwamba Rais John Pombe Magufuli kwa hakika anapita kwenye nyayo za uongozi wa baba wa taifa, na hili ni jambo la kujivunia na jambo la kumshukuru Mungu kwamba taifa letu limeweza kupata aina ya kiongozi ambaye kwa hakika anamfanana baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Unaendelea kufuatilia kipindi cha Tanzania Mpya ambacho ni moja ya mfululizo wa vipindi kadhaa katika vikiangaza sekta ya afya, maendeleo ambayo yanatokea katika sekta ya afya, katika ujenzi wa hospitali za mikoa, lakini pia ujenzi wa hospitali za wilaya pamoja na zahanati na vituo vya afya. Mhandisi Mbuya, nataka sasa turudi katika Wizara ya Afya kwa maana ya kitengo cha majengo, uhandisi wa majengo katika Wizara ya Afya. Wewe umeweza kupewa nafasi ya mhandisi mkuu wa wizara 2018. Naamini toka umeingia umeweza kuleta chachu ya mabadiliko. Hali ilikuwaje kabla hujaingia katika kitengo hiki? Nashukuru mtangazaji. Kimsingi tukirudi katika historia ya nyuma, bado tulikuwa tuna tabu kidogo katika miongozo. Tulikuwa tunakwenda tunafanya kazi, na nadhani hata waliotangulia nyuma walikuwa wanafanya kazi za kihandisi pasipokuwa na miongozo ambayo imewekwa kwa ajili ya kutugai katika kutekeleza majukumu yetu.
Na miongozo mikuu katika uhandisi ni ramani pamoja na bills ambazo zinatakiwa kuakisi kile ambacho haswa kinatakiwa kutendeka kazi, yani practical part. Nilipoingia mwaka jana mwezi wa 9 tarehe 1 ndio nilianza kushikilia hii nafasi. Kwa kweli nilikuta hali haikuwa nzuri sana. Nikajiuliza kwa nini tunakwenda pasipokuwa na dira wala uelekeo. Nikakaa na wakurugenzi, nikawaeleza kwamba kwa kweli tunahitaji sasa tuwe na miongozo. Na miongozo hii kweli inapaswa kutengenezwa katika ngazi zote, kuanzia zahanati, kwa sababu ni wajibu wetu sisi kama wizara kuwa na miongozo ya kutolea huduma za afya, kuanzia ngazi ya zahanati, vituo vya afya, hospitali za wilaya, na kwenda ngazi ya hospitali za rufaa za mikoa, kupanda mpaka hospitali za kanda na hospitali maalum. Kwa mfano sasa hivi unaweza kaona tayari tuna miongozo ya ramani kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya, zahanati, yani vituo vya afya, zahanati pamoja na hospitali za wilaya, ambazo tayari package yake tumeshaifunga na kuiwasilisha kwenye ofisi ya Rais TAMISEMI, ambazo sasa wanatumia pamoja na ushirikiano tulionao na wahandisi wa TAMISEMI. Tunaendelea kuona namna gani tunapata matokeo ya kile tulichokifanya. Tukajikita tena zaidi kwa msaada pia wa wizara na ushirikiano wa wizara na wadau wengine, tukaweza kutengeneza pia ramani za miongozo ya hospitali za rufaa za mikoa. Tayari tunavyo hizo nyaraka. Kwa hiyo sasa hivi hata tunapoingia sasa kwa ajili ya kutengeneza, ya kujenga, tunaenda tukucustomize kulingana na eneo lilivyo. Mpaka sasa tumekwama katika eneo moja ambalo ndio tunalifanyia kazi sasa hivi na ofisi ya idara ya tiba. Hatuna miongozo ya hospitali za kanda. Sasa hilo tunakiri kwamba bado tunalifanyia kazi, hatujaweza kukamwa hapo, lakini pia tumeweza kushirikiana na wataalamu wengine kwenye taasisi nyingine kama ARED, tukaweza kutengeneza sasa ramani ambayo sasa ndio tunaitumia katika ujenzi wa hospitali ya rufaa ya mkoa ya kanda ya mkoa iliyoko mkoani Mtwara. Mtwara Zonal Referral Hospital ni moja kati ya hospitali ambazo sasa zinatupa highlight kwamba tunapaswa kuwa na miongozo ya aina gani kwa ajili sasa ya ujenzi wa hospitali za kanda ambazo zitakuwa zinapokea rufaa kutoka hospitali za rufaa za mikoa. Lakini pia tukuishia hapo. Hatuna mwongozo ambao unatuambia sasa hii ni hospitali ya rufaa ya kitaifa. Unapoiona Muhimbili pale, Muhimbili imejengwa kwa mtindo wa kuchomeka majengo. Ilianza ikaongezewa na chomekwa. Hatuwezi kusema ule ni mwongozo. Kama wajibu wangu mimi kuwasaidia kwa ajili ya dhana nzima ya utendaji wangu katika eneo la uhandisi, ninawajibika pia kuunganisha nguvu za pamoja ili tuweze kupata pia ramani za miongozo ya huduma za afya katika ngazi ya hospitali za rufaa za mikoa. Pamoja ni tunapozungumzia ramani tunaenda mpaka vifaa tiba. Yaani ni package nzima inatengeneza booklet moja ambayo inaongoza kabisa. Kwa hiyo nilichokifanya ni nini kwa sasa hivi? Pamoja na kuwa kwenye ngazi ya kanda nashughulika na ofisi na idara ya tiba, bado katika ngazi ya hospitali za rufaa za taifa, kwa sababu tunategemea moja tu ya Muhimbili, lakini naamini kwa vision alionayo rais wetu Dr. John Pombe Magufuli, ndani ya muda mfupi ujao akiona haya matokeo, naamini sasa atataka kuwe na hospitali nyingine kubwa ya kanda not ya kanda, hospitali nyingine kubwa ya taifa. Je, atakapotoa hilo agizo tunaanzia wapi? Nilichofanya ni kukutana na mkurugenzi wa ufundi wa Muhimbili. Nilibahatika kufanya naye kikao kidogo, nimekubaliana naye tukutane tena tuweze kuweka mkakati wa namna gani sasa tutakutanisha wahandisi wanaohusika na masuala ya hospitali Tanzania, tuweze kukaa kwa pamoja na kuanza kutengeneza sasa mwongozo wa miundombinu ambayo itafiti katika hospitali za rufaa za taifa. Kwa hiyo hapo tukifika level hiyo, tutakuwa kwa kweli kama wizara sasa tuna package nzima ambayo tunaweza tukasimama nayo na kusema kama miongozo ya upande wa huduma, vituo vya kutolea huduma za afya tuna setting nzima. Katika ziara ya Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Wizara ya Afya Dr. Zainab Chaula ambayo ilimpeleka kanda ya Ziwa, ni kwa haraka nijaribu kutengeneza budget, fedha ambazo zinatekeleza miradi hii ni takriban shilingi bilioni 36, lakini ukiingiza sasa na shilingi bilioni 16 kwa ajili ya hospitali ya kanda ya Mtwara unapata takriban bilioni 50 plus. Hizi ni fedha nyingi sana. Je, kitengo chako cha majengo, uhandisi na majengo katika Wizara ya Afya kina uwezo wa kufuatilia fedha hizi, kusimamia fedha hizi
Uwezo upo, nyenzo zipo, au kuna haja ya kufanyike mageuzi kwa maana kwamba nguvu zaidi iweze kuingia ili iweze kuzilinda na kusimamia fedha hizi, mabilioni ya fedha za walipa kodi. Asante mtangazaji, lakini naomba nirudi nyuma nizungumze kwamba kama kitengo tuna face changamoto gani. Uwezo wa kufanya kazi hizo sisi tunao, na ndio maana unaona tangu tumeanza ile safari tunaendelea kufanya kazi usiku na mchana, na namshukuru sana Dr. kwa sababu Dr. Chaula ameweza kuona kabisa namna gani mambo yanafanyika. Kwa hiyo cha kwanza ambacho tunaweza tukakizungumza, changamoto ya kwanza ambayo tunaiona sisi, hatuna vitendea kazi. Kama wahandisi kwa kweli tumekuwa na changamoto kubwa sana vitendea kazi. Hatuna magari ambayo yatatuwezesha kweli wakati wote tunapotakiwa kwenda site. Hata tukiamshwa saa 7 usiku tuna uwezo wa kuondoka na kwenda kufanya kazi. Bado uwezo huo hatuna. Na jambo hili naamini kama wizara linafanywa kazi na litafanywa ukumbuzi kwa ndani. Lakini pia nilitamani sana wenzangu waweze kuona kiasi gani cha fedha kinaingizwa katika ujenzi wa miundombinu. Hizo bilioni 50 ulizozungumza ni package ndogo sana ambayo kimsingi ndio tunaizungumzia kwa mwaka jana na mwaka huu. Je, mbeleni tuna fedha kiasi gani? Je, wadau wataingiza kiasi gani cha fedha? Ni fedha nyingi sana. Na usimamizi huu ufanyiki tu na kitengo cha uhandisi. Kwa sababu tunapokwenda tunabebana timu nzima. Wataalamu wa idara nyingine wanatakiwa kuwepo, na sisi tunapofika tunatoa maelekezo ya namna gani ya kuboresha ujenzi unaoendelea, ili tunapomaliza wanaotoa huduma waweze kupata thamani ya kile ambacho wanakitaka na wanakihitaji, na wafurahie kazi yao na mazingira yawe bora. Kwa hiyo changamoto ya pili ambayo tunazungumzia ni kwamba hatuna fedha za usimamizi zilizokaa katika fungu ambao tunaweza tukasema wakati wowote tunaweza kuzitumia. Unaweza kaangalia tu kwamba kwa kiasi gani fedha hizi zinatolewa nyingi, lakini tunakosa fedha ya usimamizi. Hatari ni kubwa kiasi gani? Je, mwisho wa siku ni nani atakayesimamiwa na kunyoshewa kidole kwamba wewe ukifanya kazi yako? Lazima ni mhandisi mkuu wa Wizara ya Afya na timu yake, kwamba majengo hayakuwa sawa sawa. Kwa nini? Kwa sababu kufika site kwa wakati, ukuweza kufika site na timu yote ambayo inatakiwa kufika site kwa wakati, matokeo yake moja, thamani ya fedha inaweza isionekane kama inavyopaswa kuonekana. Pili, tunaweza tukatumia muda mwingi na mrefu zaidi pasipo sababu ya msingi. Lakini cha tatu, lazima tukubali kwamba hata yule mkandarasi aliyoko site naye tunambebesha mzigo mkubwa sana wa kuendelea kubeba ule mradi kwa muda mrefu kwa kusubiri miongozo na udhibiti wa wizara kama wizara. Lakini pia tunao consultants wengi wa Tanzania waliopo hawana full expertise ya nini kinatakiwa kifanyike kwenye maeneo ya miundombinu ya kutolea huduma za afya. Kwa hiyo ni changamoto ya tatu ambayo tunayo, ambayo na yenyewe tutaangalia namna ambavyo tumefikiria sisi kama wahandisi, namna ya address na namna collaborate na bodi za wahandisi pamoja na bodi za wasanifu majengo na pia hata CRB wenyewe kuweza kuequip hii knowledge ya hospital engineering pia isambaye na kuwezeka, lakini pia kuequip knowledge ya project management. Kwa kweli hilo ni changamoto ya tatu ambayo kwa kweli naweza nikakiri kwamba knowledge ya project management haipo, na kama ipo haitoshi, kwa sababu kama wizarani hapa naamini ambao tunaweza tukawa na hiyo knowledge ni mimi ninayo tayari, nimeshapata na ni masters ya project management na pia na postgraduate diploma ya project management. So practically na theoretically naweza nikasema nakwenda sawa, lakini mimi peke yangu sitoshi, lazima ni disseminate hii knowledge pia kwa hawa nilionao. Lakini mbali ya hawa nilionao pia hata wale ambao tunaenda kufanya nao kazi ya management, especially mwenye hospitali, idara ya tiba, na wenyewe waweze kuwa na knowledge. Lakini isiishie hapo, tunatamani pia iweze kukata across, iweze kwenda pia hata kwa consultants waweze kupata hiyo concept. Isiishie tu kwenye construction management, bali ipanuke zaidi, iweze kwenda kwenye project management. Kama construction management wengi tunayo, hata sisi tunayo, lakini tuliona kwamba haitoshi, kwa sababu unapokwenda kwenye dhana nzima ya usimamizi wa miradi lazima uwe na broader spectrum. Sasa ile broader spectrum ambayo itakusaidia wewe sasa kuweza kutanua zaidi upeo wako. Uamuzi huo katika mkutano mkuu wa 16 wa chama umefanikiwa. Makao makuu ya chama na serikali kuhamia Dodoma, jambo la busara. Kwa kuamua jambo la kudumu halmashauri kuu ya taifa ipongezwe.
makao makuu kuhamia Dodoma. Kuhamisha makao ni kuhamisha watu wala sio majengo kutokana na uamuzi huo. Madhumuni na matokeo yake ni kuharakisha maendeleo ya nchi nzima. Mikoani twaushangilia uamuzi kwani ni faida yetu kwa siku zijazo. Makao makuu kuhamia Dodoma. Mtazamaji wa TBC1, Mhandisi Mbuya hapa amepiga ukelele. Ukelele huu ni anasema kwamba fedha zinazokwenda katika kutekeleza miradi ya ujenzi wa hospitali ni mapesa mengi kabisa, ni fedha za kutosha, lakini kama idara ya uhandisi wa majengo wa wizara haina fungu maalum kwa ajili ya kufuatilia kufuatilia matumizi pamoja na hiyo miradi, anatoa rai. Na TBC1 kupitia kipindi cha Tanzania Mpya tunasema kabisa kwamba na sisi tunatoa rai, hebu serikali, na tunaamini serikali hii ni sikivu, hasa mtendaji mkuu wa Wizara ya Afya Dr. Zainab Chaula, yeye huwa halazi ugonjwa wa aina yoyote, basi zitengwe fedha, wapatiwe vitendea kazi, ili hata kama ni saa 8 usiku wanaambiwa wanatakiwa kwenda Kagera, basi wanainuka moja kwa moja. Mhandisi Mbuya, tuendelee na mahojiano. Sasa umeeleza hizi changamoto, lakini mwisho kaja ukatoa majibu ukasema kwamba kumbe ilikuwa ni kutokutembea pamoja, lakini mtendaji mkuu wa wizara Dr. Zainab Chaula kwa uzalendo wake anasema tutembee pamoja. Kinachokukwaza wewe, kinakukwamisha wewe, mwenzako anakipatia nini? Jibu pale. Sasa twende katika eneo moja. Hayo yote tumekwisha yaona. Je, kitengo chako cha uhandisi majengo katika Wizara ya Afya kimeleta mapinduzi gani sasa kuona kwamba hatukwami mahala popote? Nashukuru mtangazaji. Kwa sehemu kubwa naweza nikafikiri sasa tumeingia katika kipindi cha mabadiliko na mapinduzi. Mimi naita sasa hiki ni kipindi cha mapinduzi ya eneo la uhandisi katika huduma za afya nchini. Na hili naweza nikasema kwamba tunalisimamia kwa pamoja na wenzetu. Tulivyokuwa nyuma, tulikuwa hatuwezi kufikia kiwango kinachostahili moja kama wizara, hata kama sikuwepo, cha thamani ya fedha, thamani ya muda, thamani ya ukubwa wa mahitaji yanayotakiwa, lakini pia kuangalia thamani ya ubora wa kile ambacho tunakitaka, kwa sababu ubora wa miundombinu ya kutolea huduma za afya ni tofauti kabisa na miundombinu mingine. Unapozungumzia majengo ya biashara, unapozungumzia majengo ya makazi, hoteli ni tofauti kabisa unapozungumzia dhana nzima ya uhandisi wa hospitali. Kwa hiyo hilo tunaweza tukasema sasa tumejikita katika kufanya haya mabadiliko. Mwanzo hatukuweza kuwa na mwenendo ambao unatoa tija katika eneo la uhandisi. Na ndio maana utakuta mpaka mwaka jana wa fedha 2018 2019 tulikuwa tuna magofu mengi sana ambayo yanajengwa yanaishiwa nusu, yanajengwa yanaishia katikati, yanajengwa yanaishia katikati. Mwisho wa siku hata thamani ya lile jengo, thamani ya lile lengo halifikiwi. Lakini sasa hivi tumefikia kuwa na uwezo wa kuinua hospitali. Tunayo hospitali tunajenga sasa hivi Njombe tunajenga majengo yasiyopungua 7. Na sasa hivi tuna mpango wa kuongeza mengine 2-8. Na kwa nini tumejikita Njombe? Tumekuwa na miongozo ambayo hatujaitest. Sasa tunaitest kwa Njombe. Kwa kuwa na full package ya hospitali ambayo ndani yake sasa tunasema tunapoanza kuimarisha sasa mikoa mingine 5 iliyobaki, 4 iliyobaki, je, ni nini to improve? Na tumeshaanza kupata kabisa. Wakati yetu unaendelea, tumeshaanza kuona maeneo ya kuanza kuboresha katika miongozo yetu ya zamani, tunaenda tukiboresha. Ili sasa tunapohamia Songwe, ambapo sasa hivi tumeanza na ujenzi wa majengo 3, jengo la maabara, jengo la OPD na jengo la huduma za mama na mtoto, tuweze kuangalia haya majengo yatakayoongezeka sasa tunayaboreshaje. Lakini vile vile hatujasimama. Katavi pia tunaendelea na ujenzi. Katavi pale tunaendelea ujenzi wa jengo la jengo la hospitali ambalo litatoa huduma zisizopungua 5. Kutakuwa na huduma ya mama na mtoto, kutakuwa na huduma za dharura, kutakuwa na huduma za ICU, kutakuwa na huduma za uchunguzi wa maabara, kutakuwa na huduma za uchunguzi wa mionzi. Hizo zote tayari zinatupa njia kwenda mbele. Lakini hatukuishia hapo. Tumekwenda pia Geita, ni mkoa mpya. Hapo tumeweka kitu pale. Tunayo maabara, tunayo OPD, tunayo radiology, tunayo jengo la upasuaji, tunayo jengo la kufua, tunao mgahawa, lakini sasa hivi pia tunapeleka jengo la huduma za mama na mtoto. Kwa hiyo pale hospitali nayo inahamka sio muda mrefu.
Lakini Simiyu hatukurudi nyuma, pia ni mkoa mmoja mpya na wenyewe. Tayari tulikuwa na OPD. Sasa hivi tuna jengo la maabara, mmeliona limekwisha. Jengo la upasuaji limekwisha. Pale tuna radiology imekwisha. Tunaongeza jengo la maternity, tunaongeza na wards. Ndani ya muda huu tuna kitu kinainuka tena kingine, hospitali inapofanya. Hatukuishia hapo tukaenda Kwangwa, tumeshaizungumzia. Lakini pia kumbuka tuna hospitali ya kanda ya Mtwara. Kitu kinasimama pale chenye akili na heshima kwa Wizara ya Afya. Hatukuishia hapo. Au niendelee na endelea. Weka. Hatukuishia hapo. Tunakwenda kwenye maeneo mengine kama Mwananyamala. Mwananyamala hapo tunainua pale jengo jingine la watu. Tunakwenda katika pia hospitali nyingine, kwa mfano Mawenzi. Mawenzi tunamalizia jengo lile la nini? La huduma za mama na mtoto. Tunakwenda Mount Meru kuinua jengo la OPD ambalo tunataka liwe la mfano na lenyewe, ili tuweze kwenda kwenye maeneo mengine na majengo ya OPD ambayo yanakuwa ni OPD complex, ambayo ukiingia pale ndani ukitoka wewe ni mtu mwingine. Na ukitoka ama uende wodini au ukitoka uende zako nyumbani. Njia mbili tu, ama nyumbani ama wodini. Hauna haja kuzunguka kwenye majengo mengi. Kwa hiyo tunaenda kwenye dhana ambayo sasa tunazidi kuintegrate hizi services ziweze kukaa katika jengo moja, na ndio lengo letu. Mwisho wa siku tunakuwa na full bench ya hospital katika jengo moja. Mtazamaji wa TBC1, Mhandisi Mbuya ananipa lugha moja tamu sana, anakuambia kwamba kitu kinasimama, kitu chenye akili kinasimama, complex ambayo huna haja ya kuhangaika kwenda maabara, siji kwenda kumuona tabibu, vyote kisha ingia kwenye jengo moja. Ni mawili. Unapokuwa umemaliza ule mchakato, ama unakwenda nyumbani ukiwa umepata tiba halisi, ama unalazwa kwa maana ya kwenda wodini. Unaendelea kufuatilia kipindi cha Tanzania Mpya, kipindi ambacho dhima yake ni kukuelimisha ndugu mtazamaji juu ya dhana pana ya uzalendo. Na leo tunajifunza uzalendo uliopo katika Wizara ya Afya. Mhandisi, tuendelee mahojiano. Umenigusa sana ambapo umekwenda mpaka Mawenzi. Mawenzi ni moja kati ya hospitali ambazo ni za muda mrefu sana. Kwa hakika imechakaa. Kumbe tayari wataalamu katika Wizara ya Afya imekwisha ipangia mambo. Sasa tuende katika hospitali za kanda ya Ziwa. Tumetoka hivi karibuni. Hebu watembeze watazamaji kwamba Geita nini kinaendelea. Baada ya muda gani kutakuwa na hali kama hii? Lakini kilichopo pale kitapatikana kitu gani? Twende katika hospitali ya Msoma. Kitu gani ambacho kinakwenda kupatikana? Baada ya muda gani? Tuje Simiyu. Yaani technical information ya hii miradi. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Tukianza na Geita. Geita pale tuna jengo la OPD. Tuna jengo la radiology, uchunguzi kwa njia ya radiology. Tuna jengo la upasuaji. Pale tuna jengo jingine ambalo litatoa huduma za kufua. Lakini haikutosha hapo. Tuna jengo ambalo litakuwa ni mgahawa mzuri tu kwa hospitali. Tumeuweka pale ili tuuone baada ya kuanza kufanya huduma, je, ni nini tuweze kurekebisha, tuweze kuhamishia kwenye maeneo mengine. Kwa hiyo tunapofanya majaribio ya miongozo yetu hatujikiti katika hospitali moja. Kwa hiyo utaangalia, kwa sababu kwa level tuliofikia sasa hivi kwa upande wa Geita, makubaliano ni kwamba by mwezi wa 11 mwishoni tayari tunakabidhiwa majengo hayo na huduma zote zinatolewa. Lakini tukagundua kwamba kuna vitu vinamisi pale. Huduma ya uchunguzi wa maabara, tunapeleka maabara pale. Tunashukuru sana Mheshimiwa Waziri na Katibu Mkuu, tayari fedha zimeshapatikana. Sasa hivi tuko kwenye mchakato wa kukamilisha zabuni ili mkandarasi aweze kupewa sasa hiyo kazi aendelee pale. Lakini pia tuishi pale, tuna kazi nyingine ambayo tunaifanya Sekoture. Sekoture tunajenga jengo la ghorofa 6 ambalo litatoa huduma za mama na mtoto. Lile jengo litakuwa specific kwa ajili ya huduma hizo tu kwa pale hospitali, ambapo linategemewa kukamilika mwezi wa 5 au wa 4 mwakani na huduma zianze kutolewa. Lakini sababu na hilo, Sekoture bado kuna kuingiza tuna mchakato wa kuweka jengo la OPD, kwa sababu tumegundua kwamba OPD hata iliyoko pale inatia aibu kwa mkoa kama huko, kwa jiji kama lile, kuwa na OPD kali kwenye hospitali ya rufaa ya mkoa, kwa wizara kidogo inatia tongotongo. Kwa hiyo tumeona sisi hapana, tunafikiria sasa namna ya kuwawezesha ili tuweze kupata nini, OPD. Tukimaliza hapo tunakwenda Kwangwa pale tuna jengo ambalo ni hospitali nzima ambayo itatoa huduma za OPD za magonjwa ya nje, lakini na magonjwa ya ndani pia, huduma za mama na mtoto na huduma za kichunguzi. Lakini pia kutakuwa na huduma zote ambazo zinahusiana na mambo ya magonjwa ya kina mama na watoto. Kwa hiyo ukiingia kwenye lile jengo jinsi lilivyo,
ni kama umeingia kwenye nchi fulani. Utakapotoka wewe utaangalia mlango wa kutokea, hapa utokee kaskazini au kusini au magharibi, kote tumeweka outlets. Lakini mwisho wa siku tunasema kwamba huduma zote za msingi za hospitali kwa ngazi ya kanda, yani ngazi ya rufaa ya mkoa ziko pale. Hatukuishia hapo, tukasogea sehemu nyingine inaitwa Simiyu. Mkoa wa Simiyu katika kanda ya Ziwa tuna hospitali ambayo tayari ina OPD, tuna jengo pale la maabara, tuna jengo la upasuaji, tuna pharmacy, tuna jengo ambalo tunataka tuliongezee la wards, kwa sababu tumejua ukiwa tayari na theater unaweza kutokea lazima mtu alazwe. Tunamsukuma pale pembeni tu, tunaweka wards pale la ghorofa 3 litakaa pale, ambalo lina heshima pia. Lakini pia tujanyamaza, tukasema Wasukuma wanahitaji kusaidiwa bwana, mambo ya kuzaa wako nyuma. Tunapiga pale maternity ya ghorofa 3 ambao ni full bench. Gynecology itakuwepo ndani na maternity operations zitakuwepo. Hatujanyamaza pale, kanda tunakwenda pia Shinyanga pale. Shinyanga tuna mambo pale tunaweka. Tayari kuna OPD, tumekubaliana wapate vifaa. Tayari Mheshimiwa Katibu Mkuu amesha endorse barua ya kuomba hizo fedha, na naamini kwa jinsi alivyo Katibu Mkuu wa Hazina anavyopenda maendeleo, sio afya, maeneo mbalimbali, naamini sasa vifaa vitapatikana. Lakini pia tunaanzisha ujenzi mwingine pale, jengo la nini la mama na mtoto. Nimekwambia kanda ya Ziwa hawako nyuma, kwa hiyo tunaongeza mama na mtoto pale. Uamuzi huo katika mkutano mkuu wa 16 wa chama umefanikiwa. Makao makuu ya chama na serikali kuhamia Dodoma, jambo la busara. Kwa kuamua jambo la kudumu, halmashauri kuu ya taifa ipongezwe. Makao makuu kuhamia Dodoma, kuhamisha makao, kuhamisha watu wala sio majengo, kutokana na uamuzi huo. Madhumuni na matokeo yake ni kuharakisha maendeleo ya nchi nzima. Mikoani twaushangilia uamuzi, kwani ni faida yetu kwa siku zijazo. Makao makuu kuhamia Dodoma. Tuende katika eneo sasa la utendaji kazi wa kitengo hiki. Umekwisha eleza changamoto, lakini umeeleza pia namna ambavyo mmejipanga. Unadhani utendaji kazi wa kitengo kwa sasa hivi toka umeanza kukiongoza na haya mabadiliko na mapinduzi ambayo unaridhika nao sasa? Bado mimi sijaridhika, kwa sababu nimelenga twende zaidi ya hapa, na malengo kwamba sasa hivi tunapozungumzia miundombinu ya kutolea huduma za afya, iwe ni private iwe ni public, yani zinazomilikiwa na serikali, tuweze kuwa na viwango ambavyo mtu anatoka nje ya nchi sasa anakuja kutafuta huduma hizo Tanzania. Tofauti na sasa hivi wanatoka Tanzania wanakwenda nje kutafuta huduma, kwa sababu miundombinu haijakaa katika mifumo ambayo inapendeza. Kwa hiyo mimi bado nasema kwamba sijaridhika, nahitaji push, nahitaji support ya kila eneo, kutoka ngazi ya wizara mpaka ngazi ya serikali mpaka ngazi ya juu kabisa ya serikali, ili tuweze kuwa na kitu ambacho tukisema kwamba tunakuwa na medical tourism Tanzania, mtu anakuja kweli anafeel there is medical tourism in Tanzania. Sio lazima umwe. Unajua watu wanafikiri kwenda hospitali lazima unaumwa. Kitendo cha wewe kuwa na fatigue tu kwenda hospitali na kukuta mazingira matamu ya kukaa, unapewa tu kajuisi safi na huduma nzuri na counseling nzuri, tayari ni tiba ile, unarudi nyumbani ukiwa mtu mpya. Pamoja nayo tunaomba kama unit, nikiwa kama kiongozi wa eneo la uhandisi la wizara, kwa kweli mzigo tulionao ni mkubwa. Naweza nikasema tuna mzigo mkubwa, kuna wakati inafika mgongo unagoma kusimama. Kwa tunafanya kazi hospitali, unapita kwa daktari anambia bwana hii gonga kidogo, hii goma ikae sawa, inainuka kaa, tunaendelea na kazi. Sasa unakuta kwa mwisho wa siku kweli tutafika hatua tutacreate matatizo kwa sisi wenyewe. Lakini kwa kama tutakwezeshwa kwenye upande wa watumishi, hatutaki kuwa wengi, lakini kuna idadi fulani tukiipata tumeshaitoa sisi wazi, tuongezewa kama 4 tu hivi, tuna uwezo wa kufanya kazi kwa kubwa sana. Lakini pia tukiongezewa rasilimali fedha, lakini pia tunatamani sana hii unit ikafikia kwenye kiwango cha kuwa idara kamili inayojitegemea. Itakapokuwa idara inayojitegemea, tutakuwa na uwezo mkubwa sana wa kutoa mapana zaidi tulionayo katika vision tulizonazo za wizara. Sio sasa hivi tunazuiliwa, hapana. Lakini unakuta kwamba kwa namna ya mfumo ulivyokaa, inakuwa ngumu sana kujifungua 100% zote 100 kwa sababu ya accessibility kufika sehemu ambayo nadhani nimeeleweka. Vema sana, na mimi nitumie fursa hii kuongea na mzalendo mahiri kabisa katika Wizara ya Afya, mtendaji mkuu
Mheshimiwa Dr. Zainab Chaula, yeye ni mtu wa vitendo na sio mtu wa maneno, lakini pia ameasisi kauli mbiu ya tutembee pamoja. Mheshimiwa Dr. Zainab Chaula, naomba tutembee pamoja, kwa maana kwamba tupate wafanyakazi 4 tu katika kitengo hiki cha uhandisi na majengo katika Wizara ya Afya, na mambo yatakuwa mazuri. Lakini pia itapendeza sana kama kunaweza kukafikiriwa sasa hiki kitengo kigeuzwa kwa kurugenzi inayojitegemea, kwa sababu kazi yake ni kubwa, kinasimamia fedha nyingi sana. Kwa kuwa chini ya kurugenzi nyingine, yawezekana si kikwazo kikubwa, lakini yawezekana ikawa inasitisha kazi ya kitengo hiki. Sasa umeongelea kuhusu mambo ya kitengo hiki kupewa mamlaka zaidi, kupata wafanyakazi. Nadhani pia skills zinaingia. Nini mtazamo katika swala zima la kuwa empower skills, ujuzi wafanyakazi katika kitengo hiki ili waweze kufanya kubwa zaidi? Nashukuru sana mtangazaji. Kuna approach tulionayo, tunataka tuangalie katika maeneo mawili. Kwanza ni hawa nilionao na hawa watakaokuja, tuweze kujikita zaidi kwenye hospital engineering, kwa sababu bado tuko kwenye semi hospital engineering. Tulikuwa katika general engineering, tumekama in between. Sasa hivi tunataka sasa tuhamie moja kwa moja tuingie kwenye hospital engineering. Lakini pia nitoe rai kwa Tanzania nzima, pia especially kwenye Wizara ya Elimu, watambue kwamba kuna hii taaluma ya hospital engineering haipo Tanzania. Haipo, haifundishwi popote. Inakuwa ni kozi zinaungwa tu, lakini kozi kama kozi iwe full bench. South Africa wanayo, Namibia, Botswana wanazo. Tunaweza tukapata uzoefu pale. Na ndicho ambacho nilikuwa naomba sana wizara itusaidie sasa, tuweze tulionao tuweze kwenda kupata huo uzoefu na hiyo taaluma maeneo hayo. Lakini cha pili, katika eneo la kukuza utaalamu, nilikuwa nataka twende mbali zaidi, tukiungana na wataalamu wenzetu wa ngazi nyingine za hospitali ambao sisi ndio tunawa coordinate, tuweze sasa kuwa na mahusiano ya kitaalamu kimataifa, sio Tanzania tu, tuwe na global intervention ya technical skills za hospital engineering, ambazo zile sasa zitatusaidia sisi sasa kuendana na kasi ya mabadiliko ya teknolojia inayoendelea duniani ya hospital aspect. Unaweza kukubaliana na mimi kwamba kila wakati, kila mwaka au ndani ya miezi 6 kuna mabadiliko ya teknolojia ya namna ya kutoa huduma za afya. Vifaa vinakuja vipya, hivyo hata vifaa vikija vipya, ina maana hata majengo lazima badilike. Kuna innovations mpya zinazo mbali ya hii kubadilisha teknolojia katika vilivyopo, lakini pia kuna teknolojia mpya inakuja na vifaa vipya. Mwanzo tulikuwa hatuna vitu kama hivi, tulikuwa hatuna MRI, lakini nao tunavyo. Ina maana hata miundombinu yetu lazima ya commodity rooms ambazo zina standard na viwango vya kutoa hizo huduma. Huko mbele tunapokwenda tutagundua vitu vingine kama dunia. Lazima tuende na hiyo pace, hiyo speed ya mabadiliko duniani. Kwa hiyo kwa njia ya global intervention katika technical aspect, naamini kabisa tunaweza tukakam hapo na knowledge ambayo itakuwa supportive katika utendaji wetu wa kazi. Kwa hiyo katika maeneo mawili ni vitu ambavyo tunategemea kuvishughulikia. Tutawasilisha kwa Mheshimiwa Katibu Mkuu malengo yetu. Naamini napo anayasikia hapa, na pamoja na kuwa anasikia, lakini kiutendaji ni lazima tuandike paper ambayo tutamconvince aweze kuendelea. Lakini mimi nashukuru sana kwa sababu hajawahi kurudi nyuma hata mara moja mama yetu Dr. Chaula kuacha kutusaidia. Kwa hiyo mbali na hayo maeneo mawili, lakini pia ndani ya wizara kupitia wataalamu wengine wenzetu pia tunajifunza sana kuanzia yeye kama Dr. Chaula yeye kwanza ana taaluma ya walimu. Kwa hiyo tunajivunia kwanza ndani ya wizara. Kwa hiyo anakaa anatufundisha kabisa, anasema sasa hebu kaeni chini, hapa pamekosewa, pako hivi na hivi na hivi na hivi, sasa ili pakae sawa angalieni hivi na hivi na hivi. Na sisi tunamwambia sawa, tumechukua, lakini akili ya mwenzio na wewe unaongeza. Tukibeba lile tunaenda kujazia. Kwa hiyo kwa upande wa tatu tutajifunza pia, na tunaendelea kujifunza kutoka ndani ya wizara. Nakushukuru sana. Nakushukuru sana. Sasa hebu twende, tunapofika ukingoni mwa kipindi hiki, unadhani sasa kwa haya tuliyoongea, ukiangalia mbele wewe kama ndio mkuu wa hii Hospital Engineering Bureau katika Wizara ya Afya, nini sasa mtazamo wa kitengo chako katika sekta hii? The way forward. The way forward mimi ninavyoiona ni kwamba kwa jinsi ninavyotazama mimi, unajua visions zinatofautiana. And a visionary leader has his own ways of looking on things. Kwamba kiongozi mwenye maono ana njia zake za kutazama katika masuala mbalimbali. Sawa. Lakini pia namna ya kuyafikia. Mimi naiona Tanzania sasa hivi inabadilika. Inatoka katika hospital arena
kwenda kwenye hospitality aspect. Hospitality maana yake nini? Nimezungumza hapo. Moja hapo ni hospital tourism, medical tourism center ya Tanzania. Medical tourism center ya Tanzania. Tunataka sasa hivi watu walio nchi za pembezoni waitazame Tanzania kama kitivo cha huduma za kitalii za afya. Mimi ndio ninachokiona kwa Tanzania hii, na ndicho naanza kukiplant kwa mwenzangu. Ndicho na kiplant sasa kiweze kutoka na kubust sasa katika maeneo mengine. Mimi naomba hata Mheshimiwa Rais alitazame hili kama tunavyolitazama, na alione zaidi, kwa sababu yeye ni rais wetu, anaona zaidi yamkini kuliko sisi, kwa sababu ana upana na upeo mkubwa zaidi. Alione hili, atusupport, tumfanyie vitu ambavyo Wizara ya Afya chini ya uongozi wa Mheshimiwa Umi Mwalimu na Dr. Zainab Chaula italeta haya mapinduzi na kuifanya sasa Tanzania inawavuta watu, sio kuangalia wanyama tu, wanakuja hata unajua unaweza ukaweka mazingira ambayo mtu hata haumwi akaumwa ili aweze tu kuingia pale akajisikia kama naumwa, ili aweze kwenda tu kwenye akalipa madola yake hapa, nchi kapata uchumi ukaendelea kuinuka, na sisi tukawa ni chanzo cha kuchangia uchumi huu, sio kudrain tu, na sisi tuchangie. Ndicho ninachokiona mimi katika kwamba sasa Wizara ya Afya isiwe mtumiaji tu wa kodi za Watanzania, bali iwe kama mchangiaji katika kuleta maendeleo ya taifa hili. Ndio ninachokiona mimi. Vema sana. Sasa tunapofika ukingoni kabisa mwa kipindi hiki, nataka watazamaji wa TBC1 hebu waeleze dhima yako kwanza wewe binafsi kama mzalendo, ambapo unaongozwa na wazalendo mahiri katika wizara hii. Kwanza Mheshimiwa Waziri Umi Mwalimu, ambaye kwa hakika uzalendo wake hautiliwi shaka, sana sana ni imara na thabiti. Lakini pia mtendaji mkuu wa wizara hii Dr. Zainab Chaula, kwa hakika na yeye cheche zake za kiongozi zimeleta mabadiliko makubwa. Waeleze sasa watazamaji, wewe kwanza binafsi kama mzalendo, tuache uhandisi, kama mzalendo umejipangaje kuona kwamba unajaa kwenye nafasi yako? Maana kwa maelezo ya Dr. Chaula anasema kwamba kama hutoshi kwenye nafasi yako na kuondoa. Nashukuru ndugu mtangazaji. Naamini kujaa na kutoshea katika nafasi ni matokeo. Ndio maana nikasema kwamba mimi binafsi pamoja na haya mnayoyaona bado sijafika pale ninapopatamani kufika kama wahandisi wa wizara na kama wizara kwenye eneo la miundombinu ya kutolea huduma za afya. Lakini zaidi nataka niende ni kusema kwamba ili nizidi kutoshea nahitaji mikono, na mikono hiyo sio mingine, ni wenzetu walioko katika sekta ya engineering, katika sekta ya construction, katika construction industry jumla, niweze kuona namna gani ya kuvitumia hivi vyombo, namna gani ya kuwatumia hawa wenzetu niweze kufanikiwa. Lakini sio hapo tu, ninatamani zaidi ili niweze kutoshea kupata mkono mwingine wa TAMISEMI, kwa sababu wale ndio watekelezaji wa haya tunayoandaa. Sasa tukiweka pembeni itakuwa ni ajali. Mimi sitaki kutengeneza ajali, nataka nitengeneze mazingira ambayo yatakuwa conducive. Sasa kupitia wahandisi na ofisi ya TAMISEMI, sasa hivi tuna umoja wa kufanya kazi kwa pamoja. Tunashirikiana maeneo mengi, tuna namna fulani ambavyo tumetengeneza mifumo ya kuweza kusaidiana kufanya hizo kazi. Kwa hiyo kwa namna hiyo naamini kabisa kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, Yesu Kristo wa Nazareti, ninayemwamini na kumtegemea katika maeneo yote ya maisha yangu, kuanzia pumzi hii mpaka uzima wangu na uhai wangu na utendaji wangu, na hakika kabisa sio mimi tu nitatoshea, kuanzia katibu mkuu, waziri, wakurugenzi, watendaji mpaka walio chini yetu wanatosha kwenye nafasi zao, kwa sababu tunashirikiana na tunakwenda dhana iliyopo. Tutembee pamoja kwa uzalendo wa Tanzania. Mimi nasema hivi, tutembee pamoja kwa mapinduzi ya uhandisi wa hospitali Tanzania. Uamuzi huo katika mkutano mkuu wa 16 wa chama umefanikiwa. Makao makuu ya chama na serikali kuhamia Dodoma, jambo la busara. Kwa kuamua jambo la kudumu, halmashauri kuu ya taifa ipongezwe. Makao makuu kuhamia Dodoma, kuhamisha makao ni kuhamisha watu wala sio majengo, kutokana na uamuzi huo. Madhumuni na matokeo yake ni kuharakisha maendeleo ya nchi nzima. Mikoa nitaushangilia uamuzi, kwani ni faida yetu kwa siku zijazo. Makao makuu kuhamia Dodoma.
Nakushukuru sana mhandisi Francis Mbuya. Kwa hakika uzalendo wako umeweza kuthibitika, na kwa maelezo hayo uliyoyatoa na kwa kazi iliyofanyika, nakupa nambari ya uzalendo. Wewe ni mzalendo nambari milioni 20 wa Tanzania. Hiyo ni nambari yako ya uzalendo, kama ilivyo kuna namba ya mlipa kodi wa Tanzania. Mtazamaji wa TBC1, ninamaliza mahojiano na mhandisi Francis Mbuya ambaye yeye ndio mhandisi mkuu katika Wizara ya Afya. Kwa hakika kwa maelezo ambayo umeweza kuyapata, kwa mle ambavyo tunaweza kukupitisha pamoja na hizo picha, umeweza kuona kwa hakika kuna mapinduzi yanafanyika katika sekta ya afya hapa nchini. Lakini kubwa zaidi ambayo nataka nikuachie hapa, nataka nikuachie picha za hospitali ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere huko katika eneo la Kwangwa, manispaa ya Msoma. Hii ni hospitali ambayo kwa hakika ilikuwa ni kama vile imefutika, lakini sasa imefufuliwa. Lakini ni hospitali moja ambayo ilianza utaratibu zake za michoro na ujenzi mwaka 1975, lakini inakwenda kukamilika katikati ya mwaka 2020. Yote hiyo ni kwa juhudi za serikali ya awamu ya 5 inayoongozwa na mzalendo nambari 1 Rais John Pombe Magufuli, akisaidiwa na mzalendo nambari 2 makamu wa rais Mheshimiwa mama yetu Samia Suluhu Hassan, lakini bila kumsahau mzalendo nambari 3 Waziri Mkuu Kassim Majaliwa. Mtangazaji wako Lugenzi Kabale kwa sasa nasema bye bye. Uamuzi huo katika mkutano mkuu wa 16 wa chama umefanikiwa. Makao makuu ya chama na serikali kuhamia Dodoma, jambo la busara. Kwa kuamua jambo la kudumu, halmashauri kuu ya taifa ipongezwe. Makao makuu kuhamia Dodoma, kuhamisha makao, kuhamisha watu wala sio majengo kutokana na uamuzi huo. Madhumuni na matokeo yake ni kuharakisha maendeleo ya nchi nzima. Mikoani twaushangilia uamuzi, kwani ni faida yetu kwa siku zijazo. Makao makuu kuhamia Dodoma.